Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Na mambo mawili matatu hapa ambayo ningetamani tufanye pamoja na wahudumu. Ya kwanza ni kukupa bahasha. Bahasha kwa ajili ya sadaka ya leo. Bahasha kwa ajili ya sadaka ya leo. Bahasha kwa ajili ya sadaka ya leo tutakaotoa pale baadaye, baada ya neno, kabla ya maombi ya pale mwishoni. Lakini pia wakimaliza kazi hiyo watakupa kadi. Kwa wale ambao wanakuja mara kwa mara kwenye semina wanaelewa kazi yake. Ni ahadi yako kwa ajili ya kutoa sadaka kabla semina haijaanza, ambayo tunamwamini Mungu atatupa tena mwaka ujao 2026. Bwana Yesu asifiwe. Sadaka hiyo ni muhimu sana. Kwanza inakupa nafasi ya kuwa sehemu ya maandalizi ya semina. Lakini pia sadaka hiyo inatoa uwepesi kwa kamati kigharama. Unapoona hema limefika, limewekwa, jukwaa limefika, limewekwa, taa zinawaka, viti viko, ujue kuna gharama ambazo kamati imetumia kabla semina haijaanza, na kwa sababu hiyo hawawezi wakategemea sadaka ya wakati wa semina. Kwa hiyo watategemea Mungu awape sadaka kabla ya semina. Ndio maana ya hii kadi. Kwa hiyo wanaso wanapogawa bahasha, lakini pia wana kadi hizo. Unajaza sehemu zote mbili, kuna sehemu mbili za kujaza. Unajaza sehemu zote mbili, zinafanana. Ukishajaza unakunja na kukata katikati. Kipande kimoja unabaki nacho kwa ajili ya ukumbusho wako, lakini pia kwa ajili ya kukitumia kwenye maombi. Na kipande kingine unarudisha kwa wahudumu, kitarudishwa kwenye kamati kwa ajili ya kukuombea na kumbukumbu. Kwa hiyo kama kuna mtu anahitaji hiyo kadi na hujapata, nyosha mkono wako mahali ulipo ili upewe. Kama kuna mtu unajua amesafiri, hayuko Mwanza mjini, na ungetaka kumpa atakaporudi next week, unaweza ukamchukulia. Lakini ukimpelekea inawezekana asijue mahali pa kurudisha, unaweza ukairudisha. Unaweza ukajaza leo, ukawarudishia wahudumu leo. Unaweza ukaiombea, ukajaza, ukaleta kesho, mradi usisahau nyumbani. Kumbuka siku ya kesho ni siku yetu ya mwisho, siku ya 5. Kuna mtu yoyote ambaye anahitaji hiyo kadi na hajapata? Kule nyuma kabisa ninaona kuna mikono. Nyuma kabisa kule. Wakati wanamalizia hilo zoezi na huduma, kule mwisho kabisa naona kuna mtu bado ananyosha mkono. Upande wangu wa kulia, kule mwisho kabisa, naona wamenyosha muda kiasi. Nataka nikupe pia nafasi ya kupata vitabu. Mimi ni mwalimu. Kwa hiyo ninapoona kuna kitabu ambacho Mungu anataka tukiachilie kwa wakati, mara nyingi utasikia nikikitangaza. Haina maana hakuna vitabu vingine. Tuna vitabu vingi zaidi ya nakala 15, 16 pale. Nilivyoandika mimi, walivyoandika wenzangu wengine, viko pale kwenye banda, unaweza kupita. Lakini hapa nataka nikupe kitabu cha Ulivyozunguka Mlima Huu Vyatosha.
wale waliokuwa wanatufuatilia kwenye semina ya kwanza tulioifanya Arusha, tulikuwa na hili somo, ulivyozunguka mlima huu vyatosha. Mbinu za kuvunja mizunguko ya kiroho inayojirudia rudia ili kukukwamisha. Kuna vitu vya kukusaidia vizuri sana huko ndani. Lakini pia na kitabu kingine ambacho kimeandikwa na mwalimu Harold Minja, mikakati ya kuombea malango na miji ili ufalme wa Mungu uje. Kwa hiyo kama unataka kuingia kwenye maombi yatakao kusaidia kwa ajili ya kuyajua malango ya kiroho kwenye mji na kwenye mahali unapokaa, na ujue namna ya kuyaombea ili na wewe uweze kunufaika kwa kufunguliwa kwayo, hiki kitabu kitakusaidia. Kila kitabu ni shilingi 10,000. Ni sadaka yako kwa Bwana. Ninaposema sadaka yako kwa Bwana, usitumie ile sadaka uliyopanga kutoa leo kwa ajili ya ibada ya leo. Tafuta nyingine mfukoni. Bwana Yesu asifiwe. Sio kasema sema sadaka ngoja niitolee hapa. Kwa kama unahitaji vitabu hivyo au kitabu kimoja wapo, nyosha mkono, wahudumu watapita hapa mara moja. Wakati wenzetu wanatupa wimbo, paka kule nyuma wahudumu naweza mkapita mara moja. Nunulie na mtu mwingine. Unaweza ukavitafuta wakati mwingine, unaweza usivione. Labda Mungu atuambie tuchape tena. Kwa hiyo unapopata nafasi chukua. Hata kama una mzigo wa kukisoma sahihi, kinunue kama pakiti la nchi yako, chakula cha njiani, kama wengine tunavyonunua vitabu. Karibu waimbaji. Yeah.
Upendo wako ni wa milele Bwana. Ulinipenda jinsi nilivyo, ndio maana nakupenda Bwana, nakupenda Bwana. Kama mti kando ya mto, ndivyo hivyo nilivyo Baba. Uachi ninyauke, nakupenda mimi kama mti kando ya mto. Baba, ndivyo hivyo nilivyo, nilivyo, nilivyo. Uachi ninyauke, nakupenda Yesu, nakupenda. Ninatangaza nakupenda. Unaweza kuambia kwa sauti mlinzi wako, haijalishi unapopita, haijalishi unapita kwenye ukame, haijalishi, mwambie Yesu nakupenda. Haleluya, Yesu nakupenda. Haleluya, haleluya. Makofi kwa Bwana Yesu. Haleluya. Mungu awabariki sana waimbaji, mpate nafasi ya kukaa. Ni zamu yangu kusimama sasa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninaomba wahudumu wamalize hizo kazi walizokuwa nafanya sawasawa na utaratibu waliopewa, alafu warudi kwenye nafasi zao. Wewe utakayehitaji vitabu vingine unaweza ukacheki pale mwishoni. Bwana Yesu asifiwe. Funika macho yako tuombe. Mungu, wewe ni Mungu uliye hai. Asante kwa sababu wewe ni Mungu uliye hai. Asante kwa sababu unatuchungulia, unatuona. Asante kwa sababu mbingu zako zimefunguka. Asante kwa sababu ya kutupenda kiasi ambacho kaamua kutengeneza makao ndani yetu na katikati yetu. Asante kwa sababu ya msalaba. Umetupa kuona upendo wako jinsi ulivyo. Maana ulitupenda tungali wenye dhambi. Mungu, Mungu, ni siku nyingine ambayo umetupa. Ni siku nyingine ambayo umeiandaa. Ni siku nyingine ambayo umeitayarisha. Ni siku nyingine ambayo umetuandalia chakula cha kutusaidia. Ni siku nyingine ambayo umetuandalia maarifa ya kutusaidia. Maana neno lako linatuambia watu wako tunaangamizwa kwa kukosa maarifa. Usitunyime maarifa yale ambayo Bwana unajua tunayahitaji kwenye nyakati hizi. Yanaweza kaonekana kwa jinsi ya kibinadamu ni maneno magumu, lakini Bwana, Roho wako Mtakatifu uliyemtuma kwa ajili ya kutuelewesha maneno yako, kutufundisha maarifa yako, asikae mbali nasi Bwana. Tunamkaribisha apate kutamalaki. Tunamkaribisha kwenye akili zetu zipate kuelewa na maandiko. Tunamkaribisha kwenye mioyo yetu iwe tifu, apate kuondoa mioyo ya jiwe ambayo inaweza ikawa ngumu sana kupokea. Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, wale ndege wa kipepo na zile nguvu za giza zinazofuatilia maneno ndani ya mioyo yako ambayo hawajaelewa na kuchukua ili wasije kupata msaada ndani yake, wakae mbali na mbegu yako, wakae mbali na neno lako, wakae mbali Bwana na mioyo ya watu wako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tuko hapa Bwana jijini Mwanza, lakini pia tuko katika nyumba na katika maeneo mbalimbali
mbalimbali, sehemu mbalimbali, nchi mbalimbali, na katika mikoa mbalimbali. Mungu, katika jina la Yesu, tukusanye kwa pamoja, hata kama vile tunaonekana tuko mbalimbali, tukusanye mbele ya meza yako. Bwana, sema nasi, tulishe jinsi inavyokupendeza. Unijalie mtoto wako na mtumishi wako kulinena neno lako jinsi nipasavyo kunena, katika hekima na maarifa, na katika ufunuo Bwana na ujasiri, jinsi nipasavyo kunena. Sifa na heshima ni za kwako peke yako, katika jina lile lipitalo kila jina, katika jina la Yesu Kristo. Watu wote tuseme amen. Amen, amen. Leo ikiwa ni siku yetu ya 4, kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 3, ule mstari wa 19. Ule mstari unabeba somo hili ambalo lina kichwa kinachosema maombi ya toba yanayorejesha ulichopoteza. Maombi ya toba yanayorejesha ulichopoteza. Maombi ya toba yanayorejesha ulichopoteza. Matendo 3:19 imeandikwa, inasema, tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Kwa kuwako kwake Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lengo kubwa la hili somo ni kuona kwamba tunapata kujifunza namna ya kutumia toba inayorejesha tulichokipoteza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo haya si mahubiri juu ya toba, ni mafundisho juu ya toba. Mwinjilisti atakuhubiria juu ya kutubu, mwalimu atakufundisha juu ya kutubu, ili upate vitu vilivyoko ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuanze mahali tulipoishia jana, lakini niweke muhtasari tu kwa wale ambao hawakuweko au hawakunisikia jana au hawakusikia somo la jana. Katika Matendo hiyo 3:19, msisitizo ni kwamba unapotubu, pokea zaidi ya msamaha, kwa sababu kuna zaidi ya msamaha kutoka kwa Mungu ndani ya toba unayofanya, kufuatana na imani unayokwenda nayo kwenye toba. Kufuatana na imani maana yake kufuatana na neno ulilopewa kusimamia. Imani huja kwa kusikia. Usitubu kwa mkumbo, usitubu kwa kufuata dini yako, tubu kwa kufuata maandiko. Kumbuka hilo. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Kwa nini? Kwa sababu unahitaji kujenga imani yako. Ni hatari sana kama utategemea tu mtu mwingine awepo kwa ajili ya wewe kufanya toba, kwa sababu kama hakuna mtu wa kukuongoza kwenye toba na uko peke yako, unaweza kuumia. Ndio maana ukipata nafasi mtu akakuongoza toba, shukuru Mungu. Lakini usipopata, uwe na maarifa, uwe na mtaji wa imani ambayo itakusaidia kwenda mbele za Mungu kwa toba, na ukaamini ya kwamba Mungu anakusikia hata kama hujawahi kuomba hata siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na jana tulikuwa tunaangalia maombi ya toba yanayorejesha udhihirisho wa roho wa uwepo wa Mungu katika nyakati zako. Maombi ya toba yanayorejesha maana yake unasamehewa, unapewa ondoleo la dhambi au dhambi zinafutwa, na kuna cha zaidi, kuna udhihirisho wa roho wa uwepo wa Mungu katika nyakati zako, kufuatana na Matendo 3:19. Kuna cha zaidi pale. Biblia inatuambia tubuni basi mrejee.
ambayo inamaanisha ndani ya hiyo toba kuna nguvu za kukurejesha au kurejesha. Biblia inazungumza juu ya dhambi kufutwa, maana yake dhambi zinafutwa, lakini pia maandiko yanatuambia zipate kuja nyakati za kuburudishwa. Hizo nyakati za kuburudishwa, kitu gani kinachoburudisha ndani ya hizo nyakati? Kwa kuweko kwake Bwana. Wapi? Kwenye nyakati. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuliangalia vitu kadhaa ambavyo vinakusaidia kuona ya kwamba nyakati ni kibebeo. Kinaweza kikabeba vitu mbalimbali, na kitu kimoja wapo kinabeba roho. Inaweza kawa ni roho wa Mungu au roho zingine. Nyakati ni kibebeo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na tukawa tunaangalia jambo moja, maana tuliangalia mambo matatu makubwa jana. Na jambo la tatu tulikuwa tunaangalia juu ya jizoeze kuomba toba inayolenga kuondoa roho isiyo sahihi, inayokupangia nyakati ambazo Mungu hakukupangia. Jizoeze kuomba toba inayolenga kuondoa roho isiyo sahihi, inayokupangia nyakati ambazo Mungu hakukupangia. Na tuliangalia mifano miwili. Tukaangalia roho ya woga na tukaangalia roho ya huzuni. Tuko pamoja? Nataka tuangalie mfano wa tatu. Mfano wa tatu ni kuondoa roho inayotumia nyakati zako kuondoa roho inayotumia nyakati zako kula akiba yako, huku inazuia kipato chako. Kuondoa roho inayotumia nyakati zako kula akiba yako, huku inazuia kipato chako. Wani mfano wa tatu. Tunataka kuondoa roho ndani ya nyakati ili sipate kuja nyakati zingine. Kuondoa roho inayotumia nyakati zako kula akiba yako, huku inazuia kipato chako. Yako mambo machache ambayo ningetaka kuyasema hapa ili tuende kwa mtiririko ambao utakuwa ni mwepesi kwa watu wengi kuelewa. Jambo la kwanza, nyakati zako zinaweza kuliwa kiroho. Nyakati zako zinaweza kuliwa kiroho. Nyakati zako zinaweza kuliwa kiroho. Ile Isaya 33, nyakati zako zinaweza kuliwa kiroho. Isaya 33. Isaya 33 ule mstari wa 6 inasema nyakati zako, angalia ilivyoandikwa, nyakati zako zitakuwa nyakati za kukaa imara. Nitaka uone kile kipengele, nyakati zako. Jana nilikueleza hiyo, nirudie tena. Kuna nyakati za kila mtu na kuna nyakati zako wewe. Hapa anazungumzia juu nyakati zako, si nyakati ya kila mtu, nyakati zako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna nyakati za kila mtu. Jana nilikupa mfano, tunaweza tukawa wote saa 10 kamili, lakini kwenye nyakati zangu saa 10 kamili ni tofauti na za kwako. Ndani ya nyakati kuna mambo kaza wa kaza
kuna mambo unayotakiwa kufanya na wapi unatakiwa kufanya. Kuna vitu vimebebeshwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ameandika nyakati za kukaa imara, za wokovu tele na hekima na maarifa na kumcha Bwana. Vyote vimebebwa kwenye nyakati zako. Kwa hiyo inaweza kubeba. Sasa nitaka uone hiyo kwamba nyakati zako, naposema nyakati zako zinaweza kuliwa kiroho. Usijaribu kufikiri juu ya nyakati za wengine. Nazungumzia juu ya nyakati za kwako. Tunaenda sawa sawa. Angalia kitabu cha Yoeli sura ya 2. Kitabu cha Yoeli sura ya 2. Yoeli kitabu cha 2 sura ya 2. Sura ya 2 mstari wa 25. Yoeli 2:25 anasema hivi, nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu na tunutu, jeshi langu kubwa nililolituma kati yenu. Angalia huo mstari vizuri. Nami nitawarudishia miaka iliyoliwa na nzige. Kila mtu anayejua nzige anajua hawezi kula miaka. Kwa hiyo ukiona namna, usitizame tu haraka kaacha hapo. Kuna kitu Mungu kaficha ndani yake. Nachotaka uone kwenye pointi hii, nitakurudishia miaka iliyoliwa na nzige. Kama hujui ya kwamba miaka yako au nyakati zako zinaweza kuliwa kiroho, huwezi ukawa na imani ya kwenda kuzitafuta namna ya kuzirudisha na kujua unarudisha kitu gani. Kwanza mtu akikwambia kwamba hizi ni za kwako, utakataa. Ndio maana ukiona Mungu anakufundisha, anakuletea jambo jipya, ujue kuna siku mpya. Ukishaona tu Mungu anakuletea jambo hujawahi kulisikia, ujue kuna siku mpya mbele yako. Kwa nini? Mvinyo mpya, kiriba kipya. Mungu akianza kukutengeneza, akakupa maarifa mapya, anakutengenezea kiriba kipya. Anapotengeneza kiriba kipya, ujue kuna upako mpya unakuja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka nilikaribishwa kwenye kanisa moja miaka mingi imepita sasa. Walikuwa na semina ya ndani ya wafanya biashara na wafanya kazi. Sijajua jinsi walivyoweza kutafuta, lakini walitafuta watu wale ambao kazi zao zinawafanya wawe na safari nyingi sana, kiasi ambacho hawaonekani mara nyingi kwenye ibada kwa sababu wako safarini. Kwa unaweza kukuta anakuja kuonekana ibadani baada ya miezi 2, 3. Anaonekana anapotea tena. Wengi wakagundua kwamba ni biashara zinawapeleka safari mbalimbali. Nafasi zao kazini zinawafanya wawe safarini. Kwa hiyo mambo yanayoendelea kwenye kanisa lao hawayajui vizuri. Kwa hiyo katengwa siku 2 waliopangiwa mapema ili angalau kila mmoja awepo. Na walikuwa kwa watu wengi. Nafikiri karibu 100 na kitu hivi. Walikuwa wamewekwa kwenye sehemu moja kama retreat. Na mimi nikapewa somo la kufundisha. Nilikuwa nafundisha masomo kadhaa, moja wapo ni uwekezaji kibiblia. Na nikafika kipengele cha kufundisha juu ya sadaka kama uwekezaji. Kwa nikafundisha aina ya sadaka tofauti tofauti. Nikafundisha na sadaka ya fungu la 10. Tukamaliza. Baada ya kama wiki 2 hivi, mtu mmoja akanipigia simu. Ni mzungu. Na alikuwa kwenye retreat hiyo, semina hiyo. Akaniambia, bwana, nilikuweko. Ilikuwa ni mara yangu ya kwanza ninasikia habari ya sadaka ya fungu la 10. Zaka. Kwa nikatizama, nikachukua
fungu la 10, nikaenda kanisani. Nasema nilipofika kanisani nampelekea mchungaji, mchungaji alikataa kupokea. Akasema sisi hatuna sadaka hiyo. Akasema nimerudi na sadaka. Sasa niambie naipeleka wapi? Sasa usiniulize nilichomwambia. Ni cha kwake, lakini mimi ninachotaka kuona hivi. Kama kuna kitu Mungu anakuletea kipya, saa nyingine si kila mtu atakipokea haraka. Lakini ndani yako Mungu akianza kukusemesha na kukuwekea uhakika kwamba umekanyaga mahali sahihi, kanyaga mahali sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah, hallelujah. Nyakati zako zinaweza kuliwa kiroho, kwa sababu miaka ni sehemu ya nyakati. Zinaweza kuliwa. Nitakurudishia miaka iliyoliwa. Kwa hiyo kama narudisha iliyoliwa, maana yake ilifutwa, ikaliwa, ikaondolewa. Tuangalie jambo la pili. Nyakati zinapoliwa kiroho, kinacholengwa ni kile kilichobebwa ndani ya nyakati hizo kwa ajili yako. Nyakati zako zinapoliwa kiroho, kinacholengwa ni kile kilichobebwa ndani ya nyakati hizo kwa ajili yako. Nyakati zako zinapoliwa kiroho, kinacholengwa ni kile kilichobebwa ndani ya nyakati hizo kwa ajili yako. Tumeona ile kwenye Yoeli 2:25. Yoeli 2:25. Anapozungumza nami, nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu na tunutu, jeshi langu kubwa ni hilo lituma kati yenu. Sasa rudi kwenye ile Isaya 33. Isaya 33 ule mstari wa 6. Tuangalie, nilikutajia kidogo, sasa unaweza kupata picha kidogo. Ule mstari wa 6. Nyakati zako zitakuwa nyakati za kukaa imara, za wokovu tele na hekima na maarifa na kumcha Bwana. Kwa hiyo nzige akija kula, anapokula anaangalia alichotumwa kula. Kwa kama akila kukaa imara, maana yake utayumba. Kwa hiyo kama amewasazia wengine hivyo vilivyoko, huyu anayefuata atakula wokovu. Na yeye akiondoka akisasa, huyu anayefuata akafuata kilichoko huko ndani, hekima. Akiamua kumsazia mwenzake, huyu anayekuja naye anachukua maarifa. Na kama kuna kikosi kingine kinachungulia kimesazwa kitu chochote kwenye nyakati zake, ndio kuna nini? Kuna kumcha Mungu, kinakula kumcha Mungu. Tuko sasa. Bwana Yesu asifiwe. Okay, sasa tuende kwenye Yoeli 1:4. Yoeli 1:4. Kitabu cha Yoeli 1:4. Inasema hivi: yaliyosazwa na tunutu yameliwa na nzige, na yaliyosazwa na nzige yameliwa na parare. Yaliyosazwa na parare yameliwa na madumadu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Ukienda kwenye Yoeli 2:25, tunajua ya kwamba nzige na parare na tunutu na madumadu walikuwa wanakula miaka. Tunaenda sawa.
Sema amen kama unanisikiliza. Kwa sababu hapa hawaonyeshi haraka kitu kilicholiwa. Kwa hiyo ukisoma habari za nzige, wewe unafikiria nzige wa kawaida, kwa hiyo unafikiria mahindi, unafikiria majani. Lakini ukisoma sura ya 2 mstari ule wa 25 inatuambia wale wadudu madumadu kwa majina lilikuwa jeshi kubwa la kiroho ambalo linakula miaka. Kwa hiyo ni jukumu lako kurudi kwenye mstari ule wa kwanza, sura ile ya kwanza mstari ule wa 4, kucheki walikuwa wanakula nini. Walipokuwa wanakula miaka, walikuwa wanakula nini, walikuwa wanafuata nini. Tunaenda sawa sawa. Angalia mstari ule kwanza. Kwa mwalimu yule wa fasihi ya Kiswahili, ukianza namna hiyo unaweza kukosesha sentensi, kwa sababu huwezi kwanza tu yaliyosazwa. Manini yamesazwa. Huwezi kwanza na sentensi kwa staili hiyo. Fasihi ya Kiswahili inakataa. Sentensi inatakiwa ijitosheleze kwa jinsi inavyoweza kujitosheleza kufuatana na ujumbe ambao unataka kuweka kwenye sentensi. Na unapotizama hapo, kama imewekwa ilivyowekwa na ikawekwa yaliyosazwa ikaanza na herufi kubwa, inamaanisha hiyo sentensi inajitosheleza. Kwa hiyo inamaanisha unahitaji kutizama huko ndani kwenye hiyo sentensi uone. Tunaenda sawa sawa. Okay, ngoja tuangalie. Anasema yaliyosazwa na tunutu yameliwa na nzige, na yaliyosazwa na nzige yameliwa na parare, na yaliyosazwa na parare yameliwa na madumadu. Wakati Mungu alipokuwa ananifundisha ili miaka kadhaa iliyopita, nilisumbua kidogo kuona mahali alikuwa ananipeleka, lakini ghafla akanifungulia macho ya roho. Yaliyosazwa maana yake anaanza kula akiba. Kilichosazwa akiba. Kinaposazwa, ukisema mtu amekula chakula amesaza, maana yake ameshiba, kikabaki. Kwa hiyo unamuona kabisa jeshi hili lilikuwa linafuata akiba. Tunaenda sawa sawa. Tunaenda sawa sawa. Hallelujah. Lakini angalia sasa kinachofuata. Kila anayekuja anakula kilichosazwa. Kama wote wanakula kilichosazwa, ndani ya kilichosazwa kuna kitu kingine kipi zaidi ya akiba? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Okay, katika mazingira ya kawaida ukila akiba kuna sababu mbili: au matumizi yako yameongezeka, au kipato chako kimepungua kufuatana na matumizi ulionayo. Daka hilo. Ukiona mtu ameenda kuchukua akiba yake akala, au matumizi yake yameongezeka kuliko kipato chake, au kipato chake kimepungua kuliko matumizi yake. Kwa hiyo tunutu alipokuwa na kula yaliyosazwa, alikuwa na kula zote mbili. Anakula akiba, anakula na kipato kwa wakati mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah, hallelujah. Ni vizuri uweze kubaka hilo, kwa sababu watu wengi sana wako kwenye hiyo hali, wako katika hiyo hali. Kwa hiyo unahitaji kunisikiliza vizuri katika kile Mungu anachotaka kukusaidia hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Wanakula yaliyosazwa, na ndio maana wanaendelea kula yaliyosazwa tu, kwa sababu akiba inatumika tu.
Kuna wengine ambao wanakula akiba kwa sababu kipato kimekata kabisa, kimekata. Na ukisoma kitabu cha Yoeli, ile sura ya kwanza mstari wa 2 mpaka wa 4 inatueleza makundi ambayo yameathirika. Anapozungumza, sikieni haya enyi wazee. Kwa kuna kundi la wazee lilipata shida, na wanaambiwa wakazungumze na watoto hao, na watoto hao wazungumze kizazi kingine. Kwa nini? Haya mambo hayajawahi kutokea tena, hawa wazee hawajawahi kuona. Kwa hiyo wasije wakajaribu kwenda kwa wazee na kuwauliza kwamba nitapitaje hapa. Hawajawahi kukutana nayo, ni kitu kipya. Kwa hiyo wazee wawahi mapema kusema sisi hatujawahi kuona hiki kitu, ni kipya. Kwa hiyo unaona ni jambo lilikamata rika tofauti, lakini na vizazi tofauti. Ukienda ule mstari wa 9 kwenye Yoeli 1 mstari wa 9, utaona inasema sadaka ya unga na sadaka ya kinywaji zimekatiliwa mbali na nyumba ya Bwana. Hao makuhani wahudumu wa Bwana wanaomboleza. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ili tatizo limeenda mpaka kanisani, kwenye nyumba ya Bwana. Wanatumia akiba, na hilo jeshi limeingia mpaka huko. Ghafla sadaka zimekatiliwa mbali, zimezuiliwa. Kuna upungufu wa sadaka bila kuwa na maelezo. Kwa hiyo zile kidogo zilizobaki kwenye account bank zinaanza kutumika, wakitegemea Jumapili zitaongezeka. Haziongezeki. Zikiongezeka na matumizi yanaongezeka, kwa hiyo inakata. Kasome Biblia yako kwenye ule mstari wa 10 Yoeli 1. Shamba limeharibika, nchi inaomboleza. Kwa hiyo imefika kwenye ngazi ya kitaifa, nchi inaomboleza. Ndivyo Yoeli anavyotuambia kwamba hiyo ngazi ilienda mpaka kitaifa. Maana yake nini? Taifa na wenyewe wanatumia akiba walioweka kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kitaifa, wanatumia akiba. Au kipato cha ile taifa kimepungua, au gharama zimeongezeka, hata kama ni kipato kile kile. Tunaenda sawa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Soma kwenye Biblia uone makundi yaliyotajwa. Yanatajwa makundi ya wakulima, yanatajwa makundi ya watunzaji wa mizabibu, maana yake wafanyakazi walioajiriwa kwa wakulima. Linatajwa kundi la wafugaji ambao majani yamekauka na mifugo inapata shida kupata maji na inapata shida kupata majani. Kwa hiyo unaona katika lile eneo limekamatwa, eneo kubwa, wote wamepata shida moja. Akiba yao kwanza kupungua kwa spidi na kuliwa kwa spidi. Sasa angalia kitu kinachotokea. Angalia kinacholiwa sio akiba, miaka. Hapo ndipo chenga inakuja, kwa sababu watu hawaombei miaka, wanaombea akiba. Wanaombea miaka, hawaombei uchumi. Wanaombea uchumi, hawaombei miaka. Hawajachanganya hivyo vitu kwa kuvibeba. Hebu tuangalie jambo la tatu. Roho zinazokula nyakati zako zinafanya kazi kimfumo katika ulimwengu wa kiroho na wa kimwili. Roho zinazokula nyakati zako zinafanya kazi kimfumo katika ulimwengu wa kiroho na wa kimwili. Ukisoma ile Yoeli 2
Mstari wa 25. Roho zinazokula nyakati zako zinafanya kazi kimfumo katika ulimwengu wa kiroho na wa kimwili. Yoeli 2:25 anapozungumza, nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu na tumutu. Angalia kinachofuata, jeshi langu kubwa. Jeshi linafanya kazi kimfumo, lina vikosi tofauti tofauti vilivyoandaliwa kwa kazi tofauti tofauti, vina malengo yao tofauti tofauti, lakini vyote viko chini ya kamanda mmoja ambaye anajua kwamba kikosi hiki kikienda hapo kitafanya hivi, kitamsaidia yule, atafanya hivi na yule anafanya vile. Kwa hiyo wanashambulia eneo kijeshi. Tunaenda sawa sawa. Sasa angalia hizo roho zimepewa majina kufuatana na kazi. Kuna turutu, kuna nzige, kuna parare, kuna madumadu. Wote wanafanya kazi kimfumo kwa kushirikiana, kwa kuangalia mwenzake kafanya mpaka wapi, mimi nianze wapi nimalizie wapi. Anamwachia mwingine. Utafikiri wanapokeza na vijiti. Wametumwa kufanya kitu gani? Kushambulia mfumo wako wa uchumi, kushambulia mfumo wa uchumi wa kanisa, kushambulia mfumo wa uchumi wa kampuni, kushambulia mfumo wa uchumi wa familia, kushambulia mfumo wa uchumi wa nchi. Na angalia mahali wanapoanzia, kwenye akiba. Kwenye akiba, ukisoma kwenye maandiko utaona jinsi walivyoshambulia, mpaka maandiko yanasema ghala zao zimekuwa ukiwa. Maana yake ziliisha. Kasoma Biblia yako. Baada ya somo ikasome tena Yoeli sura ya 1 na ya 2. Itakupa kitu cha ajabu sana. Sina muda wa kupitisha kila kimoja. Nataka tufike mahali Mungu anataka tufike. Lakini kasome uone. Walikuwa wanashambulia. Sasa ukiendelea ukatizama kule ndani kwenye ile sura ya 1, kwa sababu ile sura ya 1 imeweka juu ya mashambulizi. Unaenda kidogo kidogo sura ya 2 ndipo unaona maombi ya toba. Lakini ile sura ya 1 unaona vitu vilivyotajwa. Nitakutajia vitu vichache. Biblia inazungumza ule mstari wa 7, Yoeli 1 ule mstari wa 7. Inazungumza, inasema ameuharibu mzabibu wangu, ameuvunja mtini wangu. Kitu gani anachozungumza? Ghafla roho ya uharibifu inaingia. Tungezungumza kama shambani, ghafla mizabibu yako inapata shida, na inapata shida kwa kufanana. Unaona tu umeamka asubuhi kumetokea shida. Unaenda na kutafuta daktari, kinapata na shida nyingine. Alafu anakuja pale daktari anakuambia hatujawahi kuona kitu cha namna hii. Maana ndivyo ilivyoanza. Sema hakijawahi tokea hiki. Kwa hiyo unatokea ugonjwa wa mifugo ambao hawajawahi kushughulikiwa. Sema hata tunashangaa. Si ugonjwa tunaofahamu huko. Hebu tujaribu hivi, maana tunaona inafanya kazi kama hii. Linatokea tatizo la kwenye kampuni yako ambalo wataalamu wanakuja wanatizama, wasema hatujawahi kuona hii tena. Kwa hiyo kusoma kwao kote hakuwezi kukusaidia. Ni lazima sasa waanze kutizama kwa upya. Ni kitu kipya, ni mashambulizi mapya yanayotokea ambayo hayana majibu kwa jinsi ya kawaida. Kama una matumizi mazuri, lakini ghafla hali yako inakuwa shida. Unatizama ghafla kimetokea, soko lako linapotea la vitu vyako, kipato chako kinaenda chini. Unafanya kazi ya tenda, hulipwi. Na wanaokuambia watakueleza kabisa na wao hawana hela. Kwa nini? Kwa sababu wakati anashambulia kwako,
anashambuliwa na kwa yule ambako ndiko kunatoka income yako, na yeye anashambuliwa, wanashambulia kama jeshi. Kwa unaenda kula nasema, si unajua siku zote na kulipa tu bila shida, lakini ghafla nimepata tatizo, sina namna ambavyo, siwezi kukudanganya, siwezi kusema naenda kukopa, benki wanandai. Kwa nivumilie tu. Na unasema, unajua mimi nilitoa nikiamini kama vile siku zote unalipa. Kwa hiyo vitu vingi sana nilichukua kwa mkopo. Watu wananiuliza, nasema naelewa shida unayopata na mimi ndio ninayopata. Kwa nini? Parare yule aliyepiga huko kaenda anapiga akiba yako, anapiga kwa yule ambaye ndio chanzo chako. Kasome Biblia yako uone. Unaenda kanisani, utoaji wa sadaka unapungua ghafla. Unaenda kwa wale watoaji wa sadaka, vyanzo vyao vinakata saa hiyo hiyo. Unajaribu kuitisha harambee, unaitisha na kikao cha wazee wa kanisa au wachungaji wako, kila mmoja anakuambia sio wakati huu, askofu sio wakati huu, mchungaji sio wakati huu. Tunachosikia mtaani, kila mtu hali yake sio nzuri, itakuwa kazi kubwa sana. Hebu tusubiri labda miezi miwili hivi, hali inaweza kubadilika. Ni jambo limepigwa kiroho, limejitokeza kimwili. Na linapojitokeza kimwili, ni wachache sana wanaounganisha kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kasome uone. Kaangalie mstari wa 23 wa sura ya 2. Yoeli 2:23. Anazungumza kitu cha ajabu sana pale. Anasema, furahini basi enyi wana wa Sayuni, mkamfurahie Bwana Mungu wenu, kwa kuwa yeye huwapa ninyi mvua ya masika. Anawapa mvua za masika. Anaendelea uone, kwa kipimo cha haki. Naye huonyesha mvua. Na ukiendelea ukasoma hapo utaona kitu cha ajabu sana. Mvua ya vuli kama kwanza. Sasa hapa nimekupeleka wakati anarejesha. Kwa nini? Walijua kwamba hawa watu wanategemea ukulima wao kutoa sadaka, wanategemea ufugaji wao kutoa sadaka. Wakati parare anakuja kanisani kuzuia sadaka, parare anaenda kuvuruga msimu ya mvua. Anavuruga msimu ya mvua saa hiyo hiyo. Ndio maana Waswahili walikujaga na maneno, mbuzi wa maskini hazai. Kwa sababu ni kama vile ni mkosi tu. Unaona kama vile kuna mtu anakuzuia hapa, mahali ambapo ulitegemea utapenya hapo pamefungwa, pamepenya hapo nafungwa. Unaona, unasema ngoja nitegemee nyanya zangu zitatoka au mpunga utatoka, nitavuna, nitauza. Ghafla inakatika hapo katikati. Unasema okay, ngoja niuze. Unaenda kuuza, bei iko chini. Unachukua mchele wako uliokuwa akiba, nataka kuuza, bei iko chini. Unajiuliza imeshuka saa ngapi, mbona ilikuwa juu? Unapiga na mahesabu ya kiuchumi ya kawaida unayofahamu, lakini katika mazingira na majira kama haya, mara nyingi bei zake zinaenda juu. Tunashangaa tu zimeshuka, hazisogei. Na kila mtu aliyeweka na mnao kwa kusubiri bei zipande juu, anarudisha mchele wake ndani. Anaporudisha mchele wake ndani, anakulaje sasa? Lazima auze kwa hasara hivyo.
Kasome Biblia yako bwana. Ndio maana unaona Mungu akirudisha kama kwanza mvua za masika na mvua za vuli. Maana yake wale parare na madumadu na tunutu na nzige wamevamia mifumo kwa sababu wanafanya kazi kimfumo. Kila mahali ambapo unafikiria ungeponea panabanwa. Lakini kitu kingine ambacho unakiona ukisoma kwenye Biblia, utaona maandiko yanahimiza watu waingie kwenye maombi. Wakisisitiza waingie kwenye maombi. Kwa nini wanasisitiza kuingia kwenye maombi? Kwa sababu watu walipofushwa macho wasione mahusiano ya hali ya kiuchumi wanayopita na hali ya kiroho. Kwa sababu wangeona, wasingehitaji kuhimizwa, wangejituma tu wao wenyewe, wangekimbia. Ikisingekuwa ni kitu cha kuomba kama vile unazima moto, ingekuwa ni maisha ya kila siku kujua kabisa kwamba uchumi ni wa kiroho kwanza kabla haujawa wa kimwili tu, kabla haujawa mahesabu. Ili niwe linawekwa ile jambo kwenye maombi kila wakati. Tunaenda mara nyingi tayari tumeshapata shida. Tunaenda Mungu aweze kutuletea rescue, atuokoe, atusaidie, tumekwama. Tukishavuka agenda ya kuombea uchumi na kapembeni. Wanafikiri kama sadaka zisingezuiliwa, makuhani wasingeweka agenda ya kuombea uchumi. Kasome Biblia yako. Kwa sababu ile ya kuzuia, kaangalie. Inasema hivi, dhabihu, sadaka zimezuiliwa. Kwa hiyo hata wale walionazo kidogo wangetaka kutoa. Kila akiwaza kutoa, utafikiri kuna kitu kimekuja ndani yake. Sio leo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ni vizuri uweze kuona hiyo, ili uweze kutizama kila ambacho Mungu anakitazama kunapokuja jeshi la namna hiyo. Nyakati zako zinashambuliwa kutoka kona tofauti tofauti. Tuende jambo la 4. Jambo la 4. Omba toba inayoamsha wivu wa Bwana ili Mungu akupiganie. Ili Mungu akupiganie. Omba toba inayoamsha wivu wa Bwana ili Mungu akupiganie. Ukipata nafasi, soma Yoeli ile sura ya 2 kuanzia mstari, kuanzia ule mstari wa 12 mpaka mstari wa 17. Ukiona himizo la toba, maombi ya toba, wanaohimiza mpaka wafunge na kufunga, wamlilie Mungu kwa pamoja. Alafu anazungumza, anasema, ni nani ajuae kwamba Bwana kwamba hatarudi na kugeuza na kutuachia baraka nyuma yake? Wanaambiwa waombe toba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Sasa ukisoma ile toba, usisome tu kwamba ni toba, soma ilivyoandikwa. Ukisoma ulivyoandikwa bila kusoma ule mstari wa 17 pale, unaweza usielewe. Na wa 18, ule wa 18 unasema hivi, walipomaliza maombi yao, hapo ndipo Bwana alipoona wivu kwa ajili ya nchi yake, akawahurumia watu wake. Biblia inasema hivi, ndipo Bwana alipoona wivu kwa ajili ya nchi. Wasomaji wa Biblia wanajua wivu wa Mungu ni mojawapo ya silaha
ambayo Mungu anaitumia kiroho kwa ajili ya kushughulika na vitu vyote ambavyo vinawasumbua watu wake, na visipojibiwa vitafanya jina lake litukanwe, watu wake watukanwe, uaminifu wake usionekane. Kasome Biblia yako. Popote palipo na wivu pana ugomvi. Kwa ukishasikia Mungu kaja akavaa wivu kama vazi, Biblia inasema anavaa wivu kama vazi. Anapovaa wivu kama vazi, ni vazi la kivita, anaenda kupigana. Manake ndio maana ukisoma ule mstari wa 17 kule mwishoni, anasema kwani waseme kati ya watu, yuko wapi Mungu wao? Manake ni kwamba kama Mungu yuko, mbona hajawasaidia? Kama Mungu yuko, mbona wamewanyamazia? Kama jina lake ni kubwa, mbona halijawasaidia? Mbona wanakemea lakini vitu bado vinawatazama pale pale? Omba kwa Mungu kiasi ambacho anakusikiliza. Vinatokea vitu viwili ndani yake, inatokea hasira na inatokea upendo. Wivu ni jumlisha vitu viwili, hasira na upendo. Usije kusahau, wivu hauna upendo tu peke yake, una upendo na hasira. Wivu hauna hasira tu peke yake, una hasira na upendo. Ukijumlisha hivyo viwili inakutengenezea wivu. Vikisha jumlishwa viwili, yule anayeona wivu anaingia kazini. Hapigani kwa ajili yako, anapigana kwa ajili ya heshima yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unapoomba hii toba, unaomba toba ya namna, unatizama mahali unapopita. Zungumza na Mungu wako kama vile Mungu ambaye anajali heshima yake. Zungumza na Mungu wako kwa namna ambavyo Mungu anaweza akakusaidia akaamuka mahali alipo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Ndio maana ukisoma aina ya maombi wanayotakiwa kufanya, sio maombi ya kawaida. Anasema omboleza kama mwanamwali, avae magunia kwa ajili ya mume wa ujana wake. Ukisoma kule ndani unaona omboleza imerudia karibu mara 4 mara 5 kwenye hayo maombi. Omboleza, 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 omboleza. Maana yake unaomba maombi ya kuugua. Maombi ya kuugua. Ndio maana saa nyingine ukiingia kwenye toba, kama umeshafika au kama unapita katika mazingira ambayo mimi ninazungumza sahihi, kama unapita kwenye mazingira, unajua kabisa ya kwamba huombi maombi ya kawaida. Unasikia ndani yako kuugua. Huna namna ambavyo unaweza kaeleza mahali ulipo. Unaweza ukasema mahali unapopitia, lakini uwezo kambebesha yule mtu kile kitu, isipokuwa amekibeba kwa jinsi ya rohoni. Kwa sababu kuugua ni kwa kwako wewe mwenyewe. Ndio unajua wapi pamefinya, wapi pameumia, wapi umekwama. Wewe ndio unajua, na athari za kukwama ni nini kwako. Athari za kukwama kwa ushuhuda wa Mungu wako, athari za kukwama kwa ushuhuda wa Mungu wa watoto wako ambaye wanamtegemea na kukutazama wewe, kwamba kama alimsaidia baba atanisaidia na mimi, kama alimsaidia mama atamsaidia na mimi, kama alimsaidia na mchungaji atamsaidia na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunapokosa ushuhuda, saa nyingine tumaini linapotea. Tunajiingiza kwenye grupu kwamba nilifikiri niko peke yangu, na yule amekwama, na yule amekwama, na yule amekwama, na yule amekwama. Kimoyo unaanza kufurahi, nilifikiri niko peke yangu. Tumekwama, tuko wengi. Kwa hiyo mnaanza mazungumzo ya kutiana moyo kwa kukwama. Ishindwe hilo katika jina la Yesu. Hata kama mmekwama taifa zima, kama Israeli ilivyokwama taifa zima, kesho ya taifa ipo. Haleluya. Mmekwama kwenye bahari ya Shamu, Bwana anatengeneza njia pasipokuwa na njia. Ratakarama shandarabakasira. Hata kama ukoo mzima umekwama, haina maana wewe ukwame. Pasua maji kwa jina la Bwana ili wengine wapate
upate tumaini kwamba kama yule amepita na mimi nitapita. Amepita wapi? Amepita pitacho. Kama unashindwa fanya kama Elisha. Yuko wapi Mungu wa Elia? Piga maji. Rasa karaba shandarabako. Kama amemsaidia Elia na ni Mungu huyo hapa kusaidia na wewe, chukua vazi la Elia halafu piga maji. Kwa sababu yuko wapi Mungu wa Elia? Na Mungu wa Elia atokee. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Omba maombi ya toba yanayoamsha wivu kutoka kwa Bwana. Apigane upande wako. Atengeneze ushuhuda. Kama ukoo mzima hauna ushuhuda, anzie kwako. Rapakarabashakoroosika. Kama wenzako wote mliosoma shule moja mkamaliza, wote mmekwama, wote mmemaliza, wote mmefaulu, lakini hakuna aliye na kazi, Mungu afanye ushuhuda kwako, akupe kazi. Resha taramandarabako. Haleluya, haleluya. Unamwambia Mungu, pamoja na kwamba hili jambo halijawahi kutokea tena, tumeambiwa na wazee kwamba ni jipya kabisa, mwambie Mungu, nifanye mimi kuwa shamba darasa, ili watakapokuwa wanasoma mahali nilipofaulu mimi. Wakinitizama wanaona mahali nilipofaulu, wakinitizama wanajua mahali nilipokosea, wanajua mahali pa kupita. Kila unapotaka kuwasaidia wengine, unaniita mimi kama shamba darasa, ili wengine waweze kujua kwamba liko tumaini katikati ya watu wote wamekwama, lakini liko tumaini. Haleluya, haleluya. Rabashakaroboshaka. Rapakaramanda. Unaweza kuwa unapita mahali pagumu sana, lakini yuko Mungu aliye hai. Jitie nguvu kwa Bwana, jitie moyo kwa Bwana. Hata kama unaona mazingira yamekuwa makubwa na yana shida, huna mtaji wa aina yoyote, Yesu na awe mtaji wako. Yeye awe ndio tumaini lako. Resa karamandarapaka. Haleluya, haleluya. Hata kama ni jeshi kubwa limekuja katika ulimwengu wa roho, linakushambulia huku, linakushambulia huku, linakushambulia huku, watu wanachukua hela huku, kunachukua hela huku, unachukua hela unaenda kuchukua pale ya akiba, ile pale unachukua ya kukopa. Hayo ni masuala yapo, lakini yuko Mungu aliye hai, aingilie kati, apate kukusaidia. Hawezi kukuacha, ni ahadi yake. Anasema atakurudishia miaka iliyoliwa na nzige. Mwambie Mungu, nimeshasogea, imetosha. Umefika muda ambao sasa unahitaji kunirudishia miaka iliyoliwa na nzige. Zuia kwa mkono wako. Kama kuna tunutu mwingine amebaki, asija akasogea hapa. Mwambie enough is enough. Rapakaramanda. Mwambie Mungu, kama vile ulivyosimama kwa nyuma ya wana wa Israeli kama moto usiku na kama nguzo ya wingu mchana, na kumwambia Farao enough is enough. Umewasumbua huko, imetosha miaka 400, huwezi kuwafuata tena Kanaani. Mungu akasimama pale, na Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo asimame katikati yako na tunutu wako na nzige wako na madumadu wako na parare wako, aseme enough is enough, enough is enough. Rapakarabashaka. Mungu mwenye wivu na amke kwa ajili yako, apigane kwa ajili yako, akupiganie kwa ajili yako. Kama ulikuwa umekata tamaa, akuinue, akwambie nimekuja, nimesikia kilio chako, nimesikia mahangaiko yako, nimesikia kukwama kwako, nimekuja kwa ajili ya kukutoa hapo. Muulize jina lako unaitwa nani, atakwambia mimi ni jina langu ni Mungu mwenye wivu, nimeona wivu kwa ajili yako. Rose tarabashaka. Nimesema rabashaka. Kaa kwenye maombi huku kama vile unapigana na kitu. Ni jeshi kubwa adui amelituma. Wanapigana, unafikiri ni kitu, pepo moja, mawili, matatu, yanapigana kimfumo. Kila
Kila mahali ambako ulikuwa unategemea kipato kumefungwa. Kila mahali watu ambao ulikuwa unategemea wakusaidia, kila mtu anasema na mimi niko napita mahali pagumu. Unabaki kushangaa ni shida ya namna gani. Halafu unamwambia Bwana, 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 nimetazama milima na msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu uko katika Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Ngoja niseme la tano la mwisho. La tano la mwisho. Utaona kuna kitu kingine ambacho Mungu alifanya. Tabiri majibu ya maombi yako sawa sawa na neno la Bwana juu ya uchumi wako. Tabiri majibu ya maombi yako sawa sawa na neno la Bwana juu ya uchumi wako. Unapotabiri, unatabiri au unasema kile ulichokuwa unakitarajia kama vile kimekuwa tayari. Unatabiri kile ulichokitarajia kama vile kimekuwa tayari. Marko 11 mstari ule wa 23. Yeyote atakayeuambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka, bali aamini ya kwamba asemao yametukia, yatakuwa yake. Hiyo ni Marko 11:23. Marko 11:24. Yoyote myaombayo mkisali, aminini mnayapokea. Saa ngapi? Saa mnasali, nawe yatakuwa yenu. Kwa hii kufuatana na Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 13, unaamini ndio maana unasema, na unasema unachokiamini. Hiyo ni Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 13. Usiseme tu kimhemko, haitakusaidia. Lazima useme kwa imani. Lazima useme kwa imani. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 13. Unaamini na ndivyo hivyo unasema. Kinachokusukuma kusema ni kwa sababu unaamini, na umesema kwa sababu unaamini. Maana akikusema kwako lazima kubebe imani. Yeyote atakayeuambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala sione shaka moyoni mwake, bali aamini ya kwamba hayo asemayo yametukia, sio yatatokea, yametokea, yatakuwa yake. Maana unapokea moyoni kwanza. Yeyote uyaombayo kisali, amini ya kwamba unayapokea. Saa ngapi? Saa ile unasali, na hiyo yatakuwa yako. Sasa tuende kwenye kitabu cha Yoeli. Baada ya Mungu kuridhia, angalia mstari wa 21, wa 22, wa 23. Yoeli 2 mstari wa 21. Anaigeukia nchi, nchi usiogope, furahi na kushangilia. Tunaenda sasa. Alafu anaisemesha nchi juu ya kile kitu ambacho amekiachilia kwa ajili ya nchi. Alafu kiangalia ule mstari wa 22, angalia anaongea na kitu gani. Msiogope enyi wanyama. Anasema neno juu ya wanyama. Nenda kaangalie mstari wa 23. Mstari ule wa 23. Anasema furahini basi enyi wana wa Sayuni. Alafu anasema maneno yale yaliyoko pale. Nilichotaka upate picha, uweze kujua namna ya kutabiri juu ya maeneo yaliyopata shida, kuyatangazia kile Mungu alichoamua kukifanya kwa sababu ya toba uliofanya kiweze kusikia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa hiyo kama ghafla kwenye duka lako wateja wamepungua, na wakija labda wanakuja hapo wanatafuta wapunguzie bei, wanapunguza mpaka na mtaji wako, wanataka wawateremshie. Kwa hiyo inakuwa ngumu sana kuwauzia. Naambia mtapata hasara, hakuelewi. Sasa bwana, huku mjini hali ya uchumi ni ngumu, na anataka ateremshe mpaka mtaji wako. Ukikataa
anaenda kutangaza pale, bei iko juu. Baada ya maombi toba kama na hii, ukiwa kwenye duka la kwako, ingia pale waambie duka usikie. Na nyinyi vifaa mlioko kwenye duka msikie. Mmeshakaa muda mrefu hapa bila kununuliwa. Asema Bwana wa majeshi, saa yenu ya kutoka imefika. Sasa wengine wataona kama umekuwa kichani. Kwani Mungu alikuwa kichaa wakati anaongea na wanyama? Ile tu kwa sababu hatujui msingi wa upande wa nguvu za giza. Wanatabiria vitu vyako visinunuliwe, visipate wateja. Wanatabiria malango ya duka lako watu wasiingie. Wanatabiria vitu vyako watu wavitazame, waviache hapo wakanunue kwingine. Alafu wewe umenyamaza kimya, umekuwa mpole kupitilizia. Usiwe mpole kwa shetani. Mwambie shetani enough is enough. Hallelujah. Kama umepata shida mpaka Mungu wako sasa umeweka ration, wanakula mara moja kwa wiki. Watembelee kwenye banda lao, waambie sikia Mungu wangu, sherehe imekuja, furahika ni katika Bwana. Chakula kinarudi sasa, chakula kinarudi sasa, chakula kinarudi sasa. Utaona Mungu amesikia, maana wanaanza kupiga mkia rwa. Unasema amefanyaje? Amesikia, kwa sababu unaongea neno kiroho. Resa taraba shaka. Hallelujah, 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 hallelujah. Ratakara manjarabasaka. Jifunze kusemesha eneo lililokwama. Ninakueleza kitu gani Mungu alichofanya. Ingeweza tatosha tu kusema yeye ameridhia, ameamua kuwasaidia, imetosha. Lakini unapoona anaposema nchi, maana yake anataka nchi isikie. Kwa nini imepita mahali pagumu? Unajua kama nyumba haina furaha, hata kuta zinajua. Hata Mungu anajua. Unasema wanajuaje? Watazame watakavyokuja na wao wanalala kwenye miguu. Wanakutazama usoni. Kwa nini? Wamekuona ukihuzunika, na wao wanahuzunika. Ukishaona wakuja namna hii, wapige kichwani, waambie dogo, jipe moyo mkuu, jipe moyo mkuu. Saa hizi ni jioni, asubuhi yetu inakuja. Rapaka. Jipe moyo mkuu. Waambie kuna sherehe inakuja, kuna sherehe inakuja. Hata kama hujaiona, uwe Elia wa sasa. Sema ninaona ngurumo ya mvua nyingi inakuja. Funga vilemba vyako, anza kusogea mbele, kwa sababu Bwana alichoahidi analeta. Katika jina la Yesu pokea. 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 Roho ya hofu ikuachie. Yuko Mungu aliye hai, anakurudishia miaka iliyoliwa na nzige, na kila kitu kilicholiwa kinarudi. Rapakoria basaka. Walikula mara moja, Mungu anakurudishia double. Resataramanda rapaka. Double for your trouble. Resetanda rabakoria ndarapako. Jipe moyo mkuu, jipe moyo mkuu. Walifikiri hutakiona tena, wanaona kimerudi. Resataramanda rapako. Walifikiri kwamba ndio umekwisha kabisa, wanaona umeibuka. Rasakara mandako. Walikuwa wanasema tizama hata nguo zao zimechakaa. Mungu anakutengenezea vazi jipya, kwa sababu ni msimu mpya. Resetaramanda orakako. Walifikiria kwamba utaendelea kukataliwa, lakini Mungu anakurudishia kibali ulichokuwa umepoteza. Rapakarabashaka. Sendelele sekarabashaka. Sijui upande wako kitu unachosikia kwenye madhabahu, mimi sijui unachosikia hapa, lakini Bwana anasema enough is enough. Wivu wake umekuja, wivu wake umekuja, wivu wake umekuja kukutetea na kukupigania. Unaweza kawa umefiwa, lakini katika ulimwengu wa roho wewe sio yatima.
Katika ulimwengu wa roho wewe sio mjane. Bwana ndiye mume wako. Bwana ndiye baba yako. Rasa karamanda. Usione kama vile hakuna mtu wa kushirikiana naye. Mungu yuko karibu na wewe kuliko pumzi yako. Sema naye, sema naye. Kama unaona yuko mbali, vuta kiti, weka hapo, mwambie Mungu karibu kwenye fellowship. Karibu kwenye fellowship. Mwambie zamani nilikuwa naongea na mume wangu namna hii, lakini sasa wewe ndio mume wangu. Sogea hapa tuongee. Sogea hapa tuongee. Rese tarabashaka. Jifunze kutabiri juu ya afya yako, juu ya afya yako, juu ya afya yako. Maana inawezekana adui alikuwa anakula miaka yako ili apate mwili wako, apate mwili wako. Usemeshe mwili wako, semeshe mwili wako kwamba utapata nguvu kwa upya, utainuka kwa upya, utamtumikia Bwana kwa upya, utasonga mbele kwa upya. Rapaka. Semesha viungo vyako vilivyoko katika mwili wako. Semesha akili yako. Semesha juu ya watoto wako. Unaweza kuwatazama watoto wako, unaona kama kila mtu amewakatia tamaa. Hata kama hawako mbali, kaa na picha zao, bandika mikono na kuambia hili ndio neno la Bwana. Sikuzalia jehanamu, nimezalia mbinguni, na kwa sababu hiyo mbinguni utaenda. Hata kama hutaki kwenda hivi hivi, utaenda kwa fimbo, lakini mbinguni lazima tukutane. Tabiri juu ya mtoto wako. Nimeletewa ripoti hii, inasema ulikuwa wa mwisho darasani, nami ninatabiri sasa katika hii ripoti, nina cancel sasa, ninatubu kwa Mungu kilichosababisha ukawa wa mwisho huko. Nina cancel, ninasema juu yako ya kwamba mitihani inayokuja utakuwa kichwa, akisema Bwana wa majeshi. Rese taramashanda. Chukua picha ya mtoto wako na kuisemesha na kusema, wale marafiki wabaya uliosukumiwa na zile roho zilizoingia kwenye nyakati yako ili kula miaka yako, ili usinufaike kwenye kitu chochote. Ninatenga na kutenganisha katikati yako na hawa marafiki zako kwa damu ya Yesu Kristo ya Agano Jipya, ili wakae mbali, wakunute katika maisha yako, wakae mbali. Mungu akuinulie watu wengine, na wanakuja. Wanakuja, unasema nitawapata wapi? Mungu anaiambia kaskazini usizuie, kusini usiache, kwa magharibi achia, na mashariki peleka watu kwa huyu kijana, peleka watu kwa ajili ya msichana. Wanaondolewa wabaya, wanasimamishwa wale walio wazuri. Rapa karamanda. Endelea kutabiri hata kama uone. Kwa nini? Kwa sababu unaona katika ulimwengu wa roho. Usije ukashangaa tena ijayo mtoto wako anakuja na marafiki tofauti. Kwa nini? Mungu amejibu maombi yako. Ulitabiri na Mungu akasimamia neno lake, analiangalia neno lake apate kulitimiza. Resha taramashandarabako. Imetosha adui kula miaka yetu. Imetosha adui kula vile vilivyoko ndani ya miaka yetu. Mungu anasema nyakati zako zitakuwa za kukaa imara. Tunakataa kuyumbishwa. Nyakati zako ziwe za kukaa imara, tena zenye wokovu tele. Maana yake kila unapohitaji msaada, Bwana aweze kukupa msaada. Kila ukilitia jina la Bwana, usikie mbingu zikikuitikia. Kila ukimtafuta Bwana uso wake, hafichi uso wake, anaonekana kwako na anakujibu wewe. Rapa kariamanda rakaka. Unaposema Baba uko wapi? Anasema mwanangu niko hapa. Unasemaje? Resha taramanda rabakose. Siku zako zijaye hekima ya Bwana. Walisema huyu mtu hana hekima. Nyakati zako zimeliwa, na Mungu anakurejeshea hekima ya Bwana ndani yako. Anakurejeshea hekima ya Bwana ndani yako, itakayokusaidia uweze kutembea katika siku hizi za mwisho katika hekima, ili uyajue mapenzi ya Bwana. Haleluya, haleluya.
Rabashata rabasa. Rabashaka. Rabakoroboshaka. Rapako. Rekanda rabasaka. Karoboshaka. Rapako. Rakako. Kama ndani yako kuna sauti zinakubishia kwamba hakuna, wewe umeshakaa namna hii miaka yote hii, utavuka. Uliambia ile pepo, wewe ulikuwa husikilizi mahubiri nini? Kwa sababu na lenyewe linasikiliza. Ninachoogopa usije ukadaka hilo neno. Rapakarabasha. Tupate nafasi ya kutoa sadaka. Najua wengine wametoa, wengine bado hawajatoa. Kaa kwenye uwepo wa Bwana, kuwapa nafasi wa hudumu tutoe sadaka na kumshukuru Mungu kwa ajili ya somo hili. Lakini ibebe na mioyo yetu. Ibebe na mioyo yetu. Hakuna namna ambavyo tunaweza tukajieleza. Lakini mioyo yetu inajua. Inajua. Na ndio maana Mungu anatazama moyoni kabla hajatazama mdomoni, anatazama moyoni. Kuona uko serious kiasi gani. Una uchungu kiasi gani ndani yako. Wa kuona kwamba kuendelea kukaa hapo sio tija. Sio tija. Upigane ndani ya nafsi yako. Wakati nafsi yako inakwambia huwezi kupigana. Mtaji wa kwanza ni maamuzi yako. Maamuzi yako. Kwamba Bwana ni Bwana wa vita. Funika macho yako tuombe kwa ajili ya sadaka. Wakati wanaendelea kutoa sadaka. Mungu, wewe ni Mungu aliye hai katika jina la Yesu. Kwa sisi tulioko hapa, kwa wale ambao Bwana wanatufuatilia mahali popote pale walipo, Mungu katika jina la Yesu, mioyo yetu imejaa shukrani. Imejaa shukrani. Imejaa shukrani kwa ajili ya kutusaidia Bwana na kutufundisha maarifa haya. Maarifa haya. Na asante kwa sababu ya uaminifu wako. Tunaamini Bwana utatusaidia, akiba zetu zitaongezeka na adui hata zinyang'anya tu kirahisi. Bwana tunaamini kabisa Bwana kwamba vipato vyetu vitaongezeka Bwana katika jina la Yesu, kwa njia iliyo halali. Kwa msaada wako Bwana, wewe utalinda na kuondoa wale wanaokula katika ulimwengu wa roho na inajitokeza katika ulimwengu wa kiroho, ulimwengu wa kimwili. Wewe ni Mungu aliye hai. Pokea sadaka hizi Bwana. Mioyo yetu imejaa shukrani kwa ajili ya maarifa haya katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante kwa sababu ya uaminifu wako na nguvu zako. Pokea hizi sadaka kwa watoto wako walioko mahali hapa Mungu, kwa ajili yao au kwa ajili ya makampuni yao, ya shughuli zao za kibiashara, kwa ajili ya akaunti zao Bwana, ili zipate kulindwa Mungu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sifa na heshima ni za kwako. Kwa sisi tulioko hapa Bwana tunasema sifa na heshima ni za kwako, na wenzetu pale popote pale walipo wanasema sifa na heshima ni za kwako katika jina la Yesu Kristo, na watu wote tuseme amen. Amen.